Amefanya vitu vikuu vitatu, lakini nataka tuongelee vikuu viwili alivyofanya Nabii Tito. Cha kwanza, amejiita yeye ni Mungu. Cha pili, amemtishia na kuna sehemu katukana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ni vitu viwili vikuu. Sawa. Sasa hapa inakuja sasa, kuna watu ambao wako kwenye siasa ambao wameitumia hii kama risasi au kama silaha ya kisiasa. Yes, mambo vipi? Karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha. Kama kawaida leo nimetembelea tena DJ Sma. Bahati nzuri sana leo kameramani wangu ama niseme ni mbaya pia amepata uzuri kwa Sma, naye ana ndugu yake hapa. Akasema bwana, hebu simamia michongo. Nashindwa kusema behind the scene yupo Rizzy. Sma atasema leo behind the camera yuko nani? Si ndio? Yuko Mark. Yes. Basi leo bana behind the camera yuko Mark, na huu muonekano wote ambao unaona hapa anausimamia yeye. Alafu baadaye tunaambia bana Mark bana, ushutiaji yako uko vipi? Engo zake ziko vipi? Nitapenda sana comment yako ukitoa hapa. Na siku nyingi sana sijafanya interview na DJ Sma, bahati nzuri sana Sma amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye ana mambo mengi sana. Nilimuona pia alikuwa kwenye Fuse Adventure ile. Baadaye pia nimeona yuko Zenji pia kwenye Kizimkazi kule. Mambo yanaenda vizuri sana. Sma kwema? Lakini kwema, alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Mungu. Yani siku zote neema zote kwenye Biblia anasema ni kwa neema ya Bwana. Kwenye Qur'an anasema ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote inayotoka ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alhamdulillah, sina zaidi ya hilo. Kabisa. Tunamshukuru Mungu. Mambo yanaenda. Tunamshukuru Mungu. Na bahati nzuri mengi ambayo pia umekuwa ukinielekeza nikiwa nafanyia kazi, mengi amekuwa akienda kama yanavyotakika. Tunamshukuru sana Mungu kwenye hilo. Alhamdulillah, Mungu ana bless. Kabisa. Sma, kabla sijarudi kwa sababu ulikuwa Zanzibar kule, nataka nianze na ile ambalo lilikuwa limechukua sura mpya. Ilikuwa ni maneno ambayo yametoka ni makubwa sana, nikasema nikipata time nzuri ukirudi nikuulize kuhusiana na hili. Nabii Tito amezungumza maneno ambayo ni makali sana. Tunamfahamu Nabii Tito before huko alikuwa akizungumzaga maneno kama haya. Alikuwa anazungumza, baadaye watu wanampuuza na nini. Umeelewa? Lakini atufahamu from nowhere pia amerejea, anajirekodi, anazungumza maneno makali kuhusu Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla. Nikasema Sma, kwenye hili hasa baada ya kusikia yale maneno, kwa kweli hasa kwanza umeyapokea vipi hasa hii jambo? Nimeliona na naweza kusema nashukuru umeniuliza, kwa sababu nilikuwa na conflict ndani, ni address, niongelee nisiongelee, kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anakujalia, sio uwezo wako. Mungu anakujalia unaona kitu kwa darubini ambayo ni tofauti kabisa, na imekuwa inanisumbua sana ndani. Nashukuru kwamba Victor umeiona na umeiulizia. Naomba niwape watu kwa perspective ambayo baada ya kusikiliza haya nitakayowaambia huenda mtazamo wao ukabadilika kabisa. Sasa kuna kitu ambao watu naita psych profiling. Psych profiling kila mtu anayo ya kwake. Mimi, wewe, Mheshimiwa Tito na wengine wengi. Ni ufafanuzi wa kitabia wa mtu. Kwa hiyo mimi Tito, mimi siamini kwamba kutokana na imani yangu kuna nabii baada ya nabii wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nitamuita Tito. Psych profile yake hainiumizi kabisa, wala sishangai anachokisema. I'm not surprised na kile alichokisema. Umeona? Even though this time amevuka mipaka. Sasa kuna vitu ambavyo kwenye saikolojia unatakiwa angalie triggers. Ni kitu gani ambacho kimempelekea mpaka afanye vile, aseme vile. Alafu kuna baadhi ya mazingira mengine, yuko na mke wake, nimeona nyingine yuko na mtoto wake, alafu na yale maneno hayo hayajaniumiza kwa sababu ya psych profiling yake. Ila sasa kuna vitu ambavyo vimezunguka. Kwanza unamshukuru Mungu kwa kukujalia uwezo wa kuona vitu kwa darubini ya namna hii, lakini pia unapata wakati mgumu, unajiuliza kwa nini watu hawaoni vitu jinsi vilivyo. Kwa hiyo issue iko hivi, sio yeye. Siseme sio yeye kwamba ndo anachokifanya. Ni jinsi watu walivyoipokea cha kwanza na jinsi watu walivyoitumia. Sawa? Na naomba nikuvunjie kidogo katika njia ambayo huenda watu wakaielewa vizuri. Ina pande mbili. Ina pande ya walioitumia hii, wana upande wao na wana characteristics zao. Alafu ina upande ya sisi wapokeaji ambao ndo tumepokeleshwa hiyo jinsi ya wale watu walivyoitumia. Kwenye ubongo kuna kitu kinaitwa prefrontal cortex, ambayo ni sehemu ya ubongo ambayo ndo inajihusisha na mantiki, reasoning, inajihusisha na thinking, kufikiria, lakini inajihusisha na ufanyaji maamuzi katika upande wa ubongo wetu. Ila mkabala wake
Kuna kitu ambacho kinajulikana kama amygdala. Amygdala ina deal na hisia, ambapo hasira, woga, furaha na vitu vingine. Sasa hii amygdala iko very powerful. Inapokuwa haijawa trained, haijafundishwa, haijalelewa vizuri, ina uwezo wa kufunga ufanyaji kazi wa prefrontal cortex, ile sehemu ya ubongo yenye kuna nini. Na kwa sisi wapokeaji, hichi ndo kilichotokea. Ni upande mmoja wa psyops. Psyops ni operation za kisaikolojia za kumwathiri mtu jinsi anavyofikiria na kumwelekeza mtu afanye maamuzi fulani. Ndo psyops, psychological operation. Zinatumiwa sana na vyombo vya intelijensia na wanajeshi na watu kama hao. Kwa hiyo kuna upande huo. Ukiweza kuitumia hii amygdala, inafunga upande wa prefrontal cortex ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo sisi jinsi tunavyopokea ina upande huo, ambao kuna makala ambayo mtu akitaka kusikiliza psyops kwa ukamilifu wake inaitwa psyops, iko kwenye YouTube channel yangu. Nimeielezea, kuna mbinu kama 14 ambazo zinatumika. Hiyo ni upande wetu na nimeigusia kwa ufupi kwa sababu hiyo hainiumizi kichwa. Ila sasa huku tunapoenda ndo sehemu ambayo tunatakiwa watu wa pay attention, tuwe makini zaidi sana. Na mara nyingi huwa nasema, na hizi interview mimi nakumbuka katika watu ambao tumepambana kuelimisha watu baada ya machafuko ya tarehe 29 ni mimi na wewe. Tulijitoa mwanga ambao kipindi kile watu walikuwa hawaongei wala hawasemi. Kwa hiyo hivi mlolongo uona kwa unauelewa. Tumemaliza upande wa sisi wapokeaji. Nataka tuingie upande wa walioitumia hii issue. Na Bi Tito tumeshasema kuna psych profiling yake, na yeye kuongea vitu kama hivi sio mara ya kwanza, sio ajabu sana, japokuwa this time ameenda level nyingine. Kwa hiyo haisumbui yeye kufanya hivyo. Then tukaje kwenye upande wa psyops, jinsi ambavyo hisia zetu sisi kama raia wa kawaida zinavyochezeshwa na kutumia hisia kwa sababu ya kuzuia upande wa mlango wa akili kufanya maamuzi na reasoning. Sasa nataka tuende kwa watu ambao wameitumia hii. Amefanya vitu vikuu vitatu, lakini nataka tuongelee vikuu viwili alivyofanya na Bi Tito. Cha kwanza, amejiita yeye ni Mungu. Cha pili, amemtishia na kuna sehemu katukana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ni vitu viwili vikubwa. Sawa. Sasa hapa inakuja sasa, kuna watu ambao wako kwenye siasa ambao wameitumia hii kama risasi au kama silaha ya kisiasa. Hii inatuambia kitu kimoja cha muhimu sana, na tumekuwa tunakisema sana, mimi na interview nyingi sana tumeziongelea na tunakumbushia tena. Nayo ni pale ambapo uovu unapokuwa una manufaa. Umeelewa? Uovu unapokuwa una manufaa. Na hiyo ndo inamuonesha karakta ya mtu. Inakuonesha Sma, inamuonesha JSF, inamuonesha Victor na mtu mwingine ni mtu wa aina gani. Pale ambapo mtu kwa makusudi na kwa dhamira na kwa vitendo ana promote uovu na uchafu na uvunjifu wa heshima simply because, kwa vile tu vina maslahi na yeye. Yani ule uovu unamsaidia yeye, anaichukua kama agenda, inakuwa kama silaha, weapon, imegeuzwa kuwa silaha. Sasa hii inatuambia kitu fulani hivi, na sio kwamba hawajui kwamba ni uovu, sio kwamba hawajui kwamba ni makosa, lakini kwa vile ina faida kwao. Umeelewa? Ndio. Sasa hichi kitu kina expose, na ndio maana mtu ukishakuwa sensitive kama Sma, ambao unaweza ukanotice vitu kama hivi, unapata wakati mgumu sana kuishi na watu. Ndio. Hii ina expose, inadhihirisha dhamira ya ndani kabisa ya mtu. Mimi na uwezo wa kusoma maneno ya watu, nika read between the lines, nikajua, lakini pia matendo yao. Kwa hiyo kitendo cha kumchukua na Bi Tito, watu wanampost. Maria Sarungi kampost. Kuna Nuru kampost. Kuna sijui Kinepa kampost na wengineo. Tena inafikia kipindi anasema mimi nilikuwa sijamfollow, sasa hivi nimemfollow baada ya kupost video hii. Nimeiona kwenye nani yake. Anazungumza hicho kitu. Yani kaposti kwenye threads. Unajua sasa hivi niliongelea kwenye Operation Breaking TZ. Jinsi ambavyo algorithms zinavyochezeshwa. Mimi sijawafollow wale watu. Ila ninakutana na feeds zao karibia kila siku. Zinaletwa. Hizi ni algorithm, ni vita vya kialgorithm vinapigana. Na I hope watu ambao wako baadhi ya idara watakuwa wanaweza kujua na jinsi ya kukabiliana navyo. Kwa hiyo unakuta mtu yuko tayari kupost uovu, japokuwa anajua ni uovu, lakini ina faida kwake, ina expose, inadhihirisha vitu fulani. Na hii nataka Watanzania watulize akili yao, waangalie hili jambo kwa umakini sana. Pale ambapo mtu anajiita Mungu, ni kufuru, it's blasphemy, ni kufuru. Kwa Waislamu
na Wakristo kwa imani yote ni kufuru black and white. Pale ambapo unamtishia mtu kwamba nitakuua wazi wazi, ni kosa la kibinadamu, ni kosa la kiungwana na la kiutu, hata la kiimani pia ni kosa la kiimani. Sawa. Alafu kwenye level nyingine mtu ametukana kabisa matusi ambayo tumeyasikia. Kwa hiyo hii inadhihirisha nini? Watu ambao wana promote hii video, lengo lao sio haki, lengo lao sio ukweli, lengo lao ambapo mara nyingi sana tunasikia mtu anasema kwamba tunataka haki za binadamu, tunataka uungwana, tunataka ustaarabu, alafu unakuwa selective, unachagua aina ya ustaarabu kutokana na convenience yako. Kipi ustaarabu upi unakubeba wewe na ustaarabu upi uko dhidi yako wewe, umeelewa? Kwa hiyo ina expose wale watu tabia zao na ni watu wa aina gani na intent zao. Yaani kuna watu ambao wamejaliwa wanaweza wakakuelewa. Huwa natolea mfano, mzazi. Wewe unaweza kuwa umetoka sehemu hivi umefanya mishemishe zako ukarudi akakuuliza maswali mawili matatu, hakuepo. Lakini mmoja akajua unanidanganya. Hakuepo. Ila anafahamu. Anafahamu jinsi anavyoongea na wewe tu. Anajua wewe unanidanganya. Yeah, sure. Kwa hiyo kuna watu wana kipaji hicho cha kuweza kujua kwamba huyu lengo lake ni hili. Sasa hii kisaikolojia ikoje? Mtu anapodai kwamba anataka haki za binadamu au anataka ungwana, lakini anapromote vitu ambavyo viko kinyume na haki za binadamu na kinyume na ungwana. Nilishatoleaga mfano pindi kile, mtu anaposema kachome, kauwe, kaharibu, kafanye vitu vile. Uwezo kwa nasema unataka maendeleo na amani na wakati wewe unapromote vitendo ambavyo viko kinyume na hicho. Kuna ile gari Magomeni kabla ya uchaguzi ilivamiwa ikapigwa na nani, watu wakaichukulia kwamba unaona raia wamechoka na nini na nini, ila kuna upande ambao haukuwa wakiungwana, ambapo ni kuharibu mali ya umma, ambapo kulikuwa kuna watoto na wazee wa mule ndani, ilikuwa ni hatarishi. Lakini upande huo mmefumbia macho, ila upande mwingine ambao una faida na nyinyi ndio mnao amplify, inakuexpose wewe ni mtu wa aina gani. Utasikia wanatumia mara nyingi dini, wanataka viongozi wa kidini na watu wa staarabu wasaidie, na wakati huyu mtu anafanya kitendo ambacho kiko kinyume na matendo ya kidini na mna promote. Umesema kabisa hapa kwamba kwenye dini ya Uislamu na Kristo mtu yote kujidai Mungu ni kubwa sana. Hiyo hawajaiona, wameifumbia macho, ila wameenda kwenye kipande ambacho kina maslahi nayo na ni yule mtu ambaye anashambuliwa. Ila huku kusema alichokisema huyu sio sahihi. Kiimani, kiungwana, mtu yeyote kujiita Mungu. Hata kwenye Biblia ukiingia, kuna sehemu ambayo wana wa Israeli walimtaka kumpiga mawe Nabii Yesu kwa sababu walidhania anajidai yeye Mungu. Umeona? Kwa hiyo utakuta kwamba hata kidini ni kosa. Kwa hiyo ukiingia sasa ile kwenye cognitive dissonance kwenye psyche kule, ni mbinu ya kumfanya mtu ambaye hisia zake zifunike uwezo wake wa kiakili. Kwa hiyo kwa raia wa kawaida akiona watu wamepromote na wamepush, wanapata impression ile cognitive dissonance inafunga mlango wao wa kufikiria, lakini huyu kajiita Mungu, sio sahihi, lakini huyu katishia maisha, sio sahihi. Kwa hiyo inafunga ule mlango, wanakwambia the means justify the end, kwamba mbinu inayotumika inafaa kwa sababu ya malengo yetu ya mwisho. Na ndio ile kuna identity lock ambayo moja psyops ambayo inakuwa inatumika. Kwa hiyo ni watu ambao wanatumia mbinu yoyote as long as ina maslahi kwa, hata kama ni mbaya. Hichi ndio kitu ambacho tunataka wa pay attention kwenye hili sakata. Sio ya Tito peke yake, ila watu wale ambao pia wamejaribu kuichochea moto, kuichochea na kufurahia na kuikuza, imewa expose malengo yao, kwamba lengo sio ustaarabu, lengo sio ungwana, hawako upande wa kidini, hawaijali dini, hawamjali Mungu, hawajali imani. Chochote na yoyote ambaye atafadha their interest, atasukuma malengo yao, wako hata shetani akitokea hapa akawambia nitakufikisheni malengo yenu, ni abuduni au niwezeshe, wako tayari kufanya hivyo. Na ina expose kitu ambacho ni deeper zaidi ndani. Sasa hii hatari yake ni nini? Hatari yake ndo tunapoelekea. Ndio maana nikasema Operation Breaking TZ. Kwanza wale watu kwa sababu wanasikilizwa, wanaonesha kwamba na kuizoesha jamii uovu ni kawaida. Kufuru ni kawaida. Kutukana ni kawaida. Kumvunjia mtu heshima ni kawaida. Maneno magumu kuanza kuyazoea. Ndo hicho wanachokifanya. Kwa sababu mtu kasema maneno mazito kabisa, kujiita Mungu na kutukana na kutishia kuua, lakini they walivyoihandle kwa vile na maslahi kwao, wamefanya kama this is norm. Kwa hiyo wanaizoesha jamii kwamba hivi vitu ni vya kawaida. Hiyo ni madhara ya kwanza. Ila ya pili, kwa mtu mwenye akili
inaondoa trust. Kwa mtu yote mwenye akili ambaye anaweza akakaa akaangalia vitu kwa makini, atasema nyinyi sikuaminini tena, kwa sababu iwapo mko tayari kupromote mtu ambaye anajiita Mungu na mnaona kawaida na mnampost na mnampromote watu wamfollow na you don't deserve our trust. Hatutakiwi kukuaminini, inaua trust kwa watu ambao wanaweza kutuliza akili. Ila pia madhara mengine yanayokuja, inatengeneza jamii au utamaduni ambao chochote kinakubalika, kiwe ni kibaya kiwe ni kizuri. Ndio maana kuna watu ambao wako kupata hela kwao, iwe ni kuiba, iwe ni kutapeli, iwe ni kubaka. Kuna wengine mpaka kufanywa matendo fulani ambayo sio ya kiungwana, as long as wanapata simu, wanapata hela kwao. Kwa hiyo wanaifanya kuwa kawaida, na hii madhara yake tushaanza kuiona. Ukiangalia kwenye mitandao sasa hivi kuna binti wengi wanajiuza live mitandaoni. Imeshafanywa kawaida ile kuposti mtu yuko nusu uchi, kufanya yani mwanzo walikuwa wanafanya ma prostitute, lakini sasa hivi mpaka mtu hata maisha ya kawaida like mtu ameolewa, like kabinti kadogo kako pale kanafanya vile. Watoto wa kiume ambao wame left group wewe kwa hiyo imefanya hicho, ndo tunapoelekea. Na wanaopush hizi agenda ndo hawa ambao wako tayari kupromote mtu ambaye amefikia level ya juu kabisa ya kujiita Mungu na kutukana na kutishia kuuawa. Wao wako tayari kumpromote kwa maslahi yao binafsi na kuwafikia malengo yao. Ile hali inaharibu jamii. Jamii inaanza kuzoea, kumbe is not a big deal kumbe kutukana sio big deal, kumbe kujiita Mungu is not a big deal. Ndo wanatengeneza jamii ya aina hiyo. Lakini sima, kuna mtu anajiuliza, anasema kwamba kwenye vita ama kwenye ugomvi usinichagulie silaha kupigana. Mtu labda ameona kwa sababu kuna kitu ambacho labda hakiko okay, na hebu ngoje tuende na hii silaha pia. Umeelewa? Hata kama wewe unaiona haina maana, because as if mimi na yeye tuko katika condition nzuri, wacha nitumie hii silaha. Anayefikiria katika way hiyo, tunamwambiaje? Ndo hicho ninachokwambia. Haya matendo yana expose wewe ni mtu wa aina gani kutokana na mbinu unazozitumia. Umeelewa? Yani wewe umeamua kutumia hivyo, kutumia chupa, kutumia wembe, kutumia bisibisi. Sawa? Kwa sababu unataka ufikie malengo yako na utaki upangiwe aina ya silaha unayotumia. Sawa? Ina expose wewe ni mtu aina gani. Na ndo maana hata mashirika ya kimataifa, Statutes of Rome, the Geneva Convention na UN na vitu kama hivyo, hata kwenye vita wameweka utaratibu wa kupigana. Usiue watoto na wazee, umeona? Watu wazima, usishambulie maeneo ya kiraia. Kuna aina silaha ambazo hazitakiwi kutumia, mfano kama white phosphorus, ile ni nani ambayo inachoma kabisa, ikiingia na choma mpaka mfupa. Kuna cluster bombs, umeona? Kuna weapons of mass destruction, lakini pia kuna chemical weapons za kemikali ambazo nani pale zinatoa sumu. Kwa hiyo kuna vitu vimewekwa kwamba hata hivi sio ungwana kwenye vita. Kwa hiyo yote ambaye anapigana kwa kutumia hivi, tunamtoa katika watu wa ungwana. Na tukisha kutoa kwenye watu wa ungwana, haufai kuwa kioo wala wewe sisi kukusikiliza. Kwa sababu kuna swali ambalo nataka kujiulize. Iwapo mtu yuko tayari kutumia mbinu hizi kufikia malengo yake au kupata anachokitaka au kupata madaraka, jiulize yuko tayari kutumia mbinu gani zingine kubakiza madaraka aliyonayo, kubakiza maslahi aliyonayo. Kwa hiyo yuko tayari, kama yuko tayari kutumia mbinu hizi kupata anachokitaka, then yuko tayari kutumia mbinu zingine, huenda hata mbaya zaidi, za kubaki madarakani. Kuna mtu anaanza kusema kwamba pengine kungekuwa labda na makubaliano ama maridhiano, yasingekuwepo haya. Nisema na mtu anakuambia, bana mimi nilikuwa nimeshikiwa kisu. Kwa hiyo nilichokifanya, jiwe lote ambalo nililiona pale, ili mradi niwe safe, niliamua kulitumia. Unaamini kwamba kungekuwepo labda na makubaliano hayo yanayoimbwa kila siku, labda maridhiano na nini, tusingefikia huko? Sawa. Sasa hiyo naomba niliweke pending. Kwa sababu ninachokifanya sasa hivi, nataka tu nielezee hii scenario ya Nabii Tito, then tutakuja huko kwenye maridhiano. Nataka nielezee scenario hii, jinsi watu walivyoipokea na walivyoitumia, na ina expose kitu gani. Okay, sawa. Katika hilo pia watu wajiulize maswali gani kutokana na hichi ambacho wanakinani? Swali zuri sana. Niliongea na tulifanya mara kadhaa, nilisema tuchague watu ambao tunawasikiliza, tuwa inspect, tuwakague watu ambao tunawasikiliza na wanatushawishi. Kwa hiyo kila mtu ana uhuru wa kumsikiliza anayetaka, simpangii mtu amsikiliza anayetaka, ila unatakiwa, na nishai kuquote kwenye Biblia na kwenye Qur'an, aina za watu ambao Biblia imetuelekeza tuwafate na aina za watu ambao Qur'an imeelekeza tuwafate.
na sifa zao. Kwa hiyo mtu anatakiwa ujiulize, iwapo mtu yuko tayari, hii ndo maswali ya kujiuliza, iwapo mtu yuko tayari kumpromote mtu ambaye amejiita Mungu, je, huyu mtu ana lengo gani nyuma? Simply because yule mtu ndani ya ujumbe wake una maslahi na yeye kisiasa. Yes. Mtu yuko tayari kupromote mtu ambaye anajiita Mungu, blasphemy. Na actually mimi naongea kwa sababu nimekaa pia siku ngapi hizi sijakutana na shehe kaongea, sijakutana na padri kaongea. Natamani wangeongea wao, mimi nisingeongea haya. Sawa? Wao ndo uwanja wao huo. Kwamba kiimani. Mambo ya kiimani. Mtu ashajiita Mungu. Lakini sijakutana nazo, kwa hiyo inabidi tu tuwekane wazi. Kwa hiyo swali la mtu kujiuliza ni kwamba iwapo mtu yuko tayari kumpromote mtu ambaye anajiita ni Mungu, kwa sababu yule mtu katika ujumbe wake una maslahi naye ya kisiasa, na yule mtu anashambulia maadui zake, huyu mtu yuko tayari kufanya mambo mangapi mengine, umeelewa, kwa maslahi yake. Huyu mtu anaweza akatuuza mchana kweupe, anaweza akakubali kupromoti watu wanaolefti magroup na wa marangirangi haya, anakuwa yuko tayari na huwa tuko mbele ya muda. Unakumbuka kuna mdada fulani yuko Marekani akawa anasema, Trump njoo, tuko tayari kukupa nchi, chochote unachokitaka, chukua madini, chukua nini. Unaikumbukaga hiyo? Sasa ndo hivi tuliongea. Sasa hivi ndo yanakuja yanaonekana kwamba how far mtu yuko tayari kwenda mbali kiasi gani, kuvunja mipaka kiasi gani, ili apate matakwa yake au maslahi yake binafsi. Wengine wako tayari kuiuza nchi na madini yake na kila kitu chake kwa Trump, ili mradi malengo yao binafsi yafanikiwe, sio ya Watanzania. Sawa? Kwa hiyo hayo ni moja ya maswali ambayo mtu anatakiwa ajiulize, kwamba huyu mtu ambaye anapromote mtu ambaye anajiita Mungu yuko tayari kwenda mbali kiasi gani kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Swali la kwanza. Swali la pili, ni kitu gani kingine wako tayari kukipromote ambacho huenda hatujakiona sasa hivi? Sawa? Je, wako tayari kupromote chanjo zenye sumu? Wako tayari kupromote vyakula ambavyo vina madhara kwetu, GMO? Wako tayari kupromote vitu ambavyo vya LGBTQ ambayo ni kinyume na culture yetu? Wako tayari kutoa maslahi yetu ya nchi yetu kwa kiasi gani kwa maslahi yao? Kwa hiyo ujiulize, vitu gani vingine wako tayari kupromote, ikiwa hapo wanapromote mtu ambaye amefikia level ya kujiita uungu. Hivyo ni kitu ambacho wanatakiwa wajiulize. Maswali ya msingi sana. Na la mwisho, swali la mwisho kwenye hivyo, anataka ajiulize, je, huyu mtu anastahiki kusikilizwa na kufuatwa? Baada ya kuona yale maswali matatu, kwa hiyo ajiulize, je, huyu mtu anastahiki kusikilizwa na kufuatwa? Umeelewa? Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo watu wanatakiwa wajiulize. Lakini Sma, baada ya hayo maswali sasa, ni ujumbe gani ambao unaweza ukajumuisha haya yote sasa? Baada ya haya yote ni ujumbe gani tuende nao katika hili? Cha kwanza, Mungu amemuumba kila mtu na uwezo wake. Wengine tuna by nature tuna uwezo wa kuona hivi vitu, wengine mpaka waelekezwe kidogo. Kwa hiyo wanatakiwa kufanya au kujifunza ni kwamba ukitaka kumjua mtu, angalia yuko willing kupromote kitu gani, itakwambia ni mtu aina gani. Umeelewa? Ukimwona msanii anatembea na mashoga, anavaa mavazi ya kishoga na vitu kama hivyo, ina maana anapromote hivyo vitu, inakwambia yule mtu ni wa character aina gani. Ukimwona msanii anapromote mambo yanayoharibu maadili, inakwambia ni mtu aina gani. Unapomwona kiongozi ana promote vurugu, ghasia, chuki, ni mtu aina gani. Na hiyo naomba niongeze mifano kidogo kwa kumalizia. Hapa tumepitia kipindi chenye msukosuko wa Tanzania. Tangia tarehe 29 tumepanda tumeshuka, tumepanda tumeshuka. Lakini Watanzania kwanza, sasa hivi kama umenotice, washachoka hizi drama. Sijui kama umenotice. Sasa hivi Watanzania kama wamechoka hizi drama. Yani kila siku wanaambiwa hichi, wanaambiwa hichi, tokeni mara watoki, sijui maandamano. Unakumbuka 77? Tulikaa hapa kabla ya 77. Nikakwambia hakuna maandamano. Kwa sababu nimezunguka, nimeweza kupima, nikaona Watanzania hawana interest ya kutoka. Sawa? Ikabuma ile, wakajaribu kusema, baada pale wakasema 88 haikutokea. Kwa sababu wamenotice Watanzania washachoka. Watanzania wanataka kuendelea na maisha yao, mambo yaende. Sawa? Japokuwa kuna mapungufu kwenye nchi, kuna madudu kwenye nchi, na tunayakemea na tunayasema. Juzi nilikuwa na interview na msemaji mkuu wa TAKUKURU na nikamuuliza maswali kuhusu mapapa wakamati, tuliongelea. Kwa hiyo tuna address hivi vitu. Sema ndio ile kuna ile issue ya watu wa gari jekundu.
Kuna maneno mpaka wakusikie useme watu waliuawa, watu si wali nini, kuna maneno yao wakisikia ndo wanafurahi. Ila ukiaddress kwa njia ambayo tofauti na wao wanavyotaka, utukane na nini, in a way of peaceful, hawataki peaceful. Nataka nikupe trend moja uangalie kwamba Watanzania wamechoka na imewafanya hawa so called wanaharakati wamekuwa very desperate. Hakuna kitu kinawauma sasa hivi kama mtu au tukio lolote lenye kupata attention. Watanzania washawachoka. Sawa, Watanzania wanataka amani, wanataka maridhiano, wanataka kazi, wanataka project, wanataka barabara nzuri, wanataka maendeleo. Ushawishi wao wa chuki na vurugu na nini umekusha nguvu. Kwa hiyo wanachokifanya, wanachukia mtu yeyote au tukio lolote ambalo linapata attention. Naomba nikutolee mfano wa matukio. Wema, Mungu amemjalia mtoto. Unakumbuka dada mmoja alivyomshambulia yule mtoto mpaka kumwita mtoto wa damu na nini na nini na nini? I remember. You remember? Yule mtoto si ni mdogo, si ni malaika, hana kosa lolote, hausiki na chochote ambacho kinachoendelea hapa. Unaenda mpaka kumlaani na kusema ni mtoto wa damu na nini na nini. Ukiwa na uwezo wa kuread between the lines na kusoma character, unaelewa ni kwamba ni chuki ya attention, kwamba wameona attention ya Watanzania iko huku, wanaitamani ile attention wangekuwa nayo wao, ili ushawishi wao ufanye kazi. Kwa hiyo yoyote ambaye anapata attention anageuka kuwa adui. Unakumbuka juzi kulikuwa kuna birthday na 96 League pia mulishiriki birthday fulani. Kulikuwa kuna attention kubwa sana. Ikashambuliwa na yenyewe. Ile ni social life ya watu, wanaendelea na maisha yao. Kila mtu anafanya anachokifanya. Wengine ile ni fursa pia ya publicity na vitu kama hivyo. Ikageuka kuwa adui, ikashambuliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaitamani ile attention iliyoko kule wangekuwa nayo yao. Unasema umeona? Nimeona Karapina alikuwa na mjibu Heche akamwambia sisi miaka 30 ya Bongo Flava usiishi na masuala ya siasa na movement kama hizo. Asante. Juzi tumeona hiyo mpira, muziki. Katika kitu ambacho usiwagusi wa Tanzania okay. Juzi nilikuwa naongea na Henry akasema haki za binadamu ziko aina kadhaa, sio haki za binadamu peke yake. Kuna haki ya social life, maisha binafsi pia ni haki yake. Watu wana haki ya kuenjoy maisha, watu wana haki ya kuburudika, watu wana haki ya kuwa upande wa Simba au upande wa Yanga, watu wana haki ya kuwa upande wa CCM au upande wa Chadema, watu wana haki ya kutokuwa na sehemu yoyote au kutokushabikia mpira. Kuna watu wanashabikia Formula 1. Najua ile magari Formula 1 hawana time kabisa na mpira. Au uko busy na basket. Bana Golden State Warriors mara moja sana. Siku soon naweka PlayStation hapa. Sijaipata bado. Ila plan zangu kwa sababu mimi na Max wengine tunafanya kazi. Akili inachoka. Na mbona nataka tuweke PlayStation 5. Akili kichoka, unaingia unacheza game kidogo, una relax. Siku ukija tutapiga game, tukishaipata hiyo. Tutafanya. Sasa inafikia kitu mpaka kwenye mpira unageuka adui. Muziki unageuka adui. Kwa sababu gani? Hivi ndio vitu watu wanatakiwa wa read between the lines. Sio ule muziki kama muziki. Sio mpira kama mpira. Ni kwamba attention iko huku na ile attention ndo wanayoitaka. Some people wanasema kwamba kupitia huo mpira na kupitia huo Bongo Flava na muziki kuna ajenda za kisiasa zinapitishwa. Ndio maana wao wanaona kama like bana simezeshwe kuhusu muziki ya miaka fulani, simezeshwe kuhusu Simba Nanga, kwa sababu ni ajenda ambazo pia zinapitishwa. Sawa. Sasa hiyo inaitwa, is it true? Nataka nikujibu hivi. Kuna kitu kinaitwa selective morality. Sawa. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu chungu. Naomba nikuulize. Tuchukulie ndio kuna ajenda za kisiasa kwenye muziki. Tuchukulie ndio kuna ajenda za siasa kwenye mpira. Sawa. Je, hakuna wanamuziki ambao wanatoa nyimbo zenye ajenda za muziki zenye kuwabeba wao? Wapo Nay wa Mitego, Nay, Roma, tulisti simnaifahamu. Kina Rosa, siyo kina nani. Wapo ya. Je, hawajaweka siasa katika muziki? Wameweka. Umetumia nani zao kama kuchagua side yao. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa selective morality. Akifanya mtu fulani, ndio maana nilivyokuwa naongea kwenye interview ambayo iko kwenye YouTube channel yangu, nilivyokuwa naongea na msemaji mkuu wa TAKUKURU, nikamwambia ila TAKUKURU inasemekana mapapa amwakamati, mnadili na hawa wenye dagaa hawa. Umeelewa Akatoa majibu, mtu akitaka majibu aende. Kwa hiyo tukiamua hivyo, hiyo inaitwa selective morality. Na Bitito hatujaona kwamba kajiita Mungu,
katishia mtu, katukana, hiyo hatujaona. Hiyo tumeifumbia macho. Tumeona tu faida inayopatikana kwa kumshambulia mpinzani wao, adui wao. Sawa, kwenye Bongo Flava kuna mambo ya kisiasa. Sawa, kwenye mpira kuna mambo ya kisiasa. Ila je, hakuna watu ambao wanafanya same ila kwa maslahi yao? Washawahi kusema jamani, Roma usiingize tena siasa kwenye mziki, Nay wa Mitego usiingize tena Roza na wengineo. Hiyo ni yani wanataka kuipaka poda, kuideflect. The real issue ni ile attention. Yani hicho ndo nataka watu waelewe. Sasa hivi chochote kinachopata attention ni adui. Iwe ni mtoto mdogo aliyezaliwa ana wiki 2, akipata attention anageuka kuwa adui. Iwe ni birthday anageuka kuwa adui. Iwe ni mpira anageuka kuwa adui. Iwe ni Bongo Flava inageuka kuwa adui. Mulifanya coverage kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Sana. Sasa ngoja nikwambie kitu. Na Dodoma tutakuwepo. Unajua kuna vitu ambavyo watu waangalii. Mimi nilikuwepo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava ya Da. Nilikuwepo tangia saa 6. Tangia wanaandaa promotion nini. Alafu nilikuwepo wakati wa performance. Na tuliongelea hii. Nilikuwa naiona nuru kwenye nyuso za wale wasanii ambao walikuwa wameshakata tamaa. We mara mwisho umemsikia msanii let's say Mabaga Fresh wamepiga show kokote lini? Na hapana. Inawezekana hata majenzia hawajui Mabaga Fresh. Sawa. Had Blasters. Sawa. Na wengineo wengi. J-Mo, Stara Thomas, Hadi Madi. Listi ni kubwa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wengine wana miaka mingi hawajafanya show. Ila wamepata nafasi, wamethaminika, wamekutana na watu wanaimba nyimbo zao mstari kwa mstari, watu wanawashangilia, imewapa faraja, wamepata chochote kitu pale. Sawa? Kuna ukumbi umejiingilizia kipato. Kuna watu wameuza vinywaji wamejiingizia kipato. Kuna system tofauti watu wamejiingizia kipato. Wewe unataka kuiataki yote kama haina faida, wakati pia kuna watu wamefaidika mule ndani. I don't know niweke vipi mtazamaji asinielewe vibaya. Nakumbuka show ya Mlimani City na mheshimiwa alijaribu kuzungumza kuhusiana na masuala ya viwanja nini, viongozi na nini. Kumbuka atmosphere ka change. Yes. Na nilivyoona alivyoenda show ya Mwanza, alipopanda tu kwenye stage akasema bwana, sasa hivi mnavyotaka na mimi ndo navyokuja vile bana. Akupiga maneno pale, mziki kwa vitu vikaondoka. You understand? Yes. Sikuona politics ambayo ilihusika sana hasa kwenye show ya Mwanza, I don't know. Lakini nimekuja kuona kama nilivyokuambia hapo, makamu mwenyekiti alikuja akazungumza bana, bana isiwe na nani sana. Hata Sugu pia alizungumza hiyo kwamba bana, niliona mimi kuna element za masuala ya politics. I don't know, sijajua endapo mimi ningeona Mwanza kama maneno haya pia yangekuepo. Na nilikuwa naiona hii. Sitaki issue ibadilishwe. Unajua kwa namna ninavyoenda ili tamasha likiwekwa ile sura kwamba hawa washikaji wapo kwa sababu ya kueneza agenda fulani, wanaharibu. Itaharibika. Lazima tuende black and white. Yes, kwa sababu likifanywa ni la siasa wanaharibu. Na ndo sasa nimeona hata Karapina alivyomjibu nanili. Sasa I don't know wataipokea vipi watu. Kwa hiyo lisigawanywe, na ningependa mimi liende kama unavyozungumza kwamba waburudike, liishe, mambo mengine yaendelee. Cha kwanza, it's very important. Manaife is very smart. Ila alikosea reading the room. Yani hakuweza kutest the waters. Yani aliingia miguu miwili. Ulizungumzia siku ile. Hakutest. Lakini kajifunza, kaenda Mwanza, tumeona tofauti. Sawa. So hivyo ni vitu ambavyo nakwambia kuna war na battle. You could lose a battle lakini win the war. Kwa hiyo watu wamejifunza, wameelewa. Black and white. Watu wako pale kwa burudani, pigeni burudani. Msieke politics kwa sababu kuna watu ambao kwanza ni CCM damdam. Kuna watu ambao ni Chadema damdam. Kuna wengine kafu ACT na wengineo. Wapo kwenye tamasha. Na wengine si watu wa siasa kabisa. Wapo kwenye tamasha. Kwa hiyo isiwe sababu ya kuvuruga watu. Pigeni show zenu na vingine. Kazi yache ionekane. Unajua, nadhani wamekosa ubunifu wa delivery ya miradi. Mimi juzi nimetoka Tanga. Nimetoka kuonesha ule mradi wa Tanga. Umepokelewa, ile video imepokelewa mpaka Watanzania wamefurahi. Mradi ambao umefanyika pale Tanga. Serikali iliingiza almost bilioni 440. Sawa? Zimesharudi zote. Ile bandari kwa mwaka ilikuwa inaingiza milioni 110. Sawa? Sasa hivi inaingiza mpaka milioni 700. Ni ongezeko kubwa sana. Kuna makampuni ya clearing and forwarding 29. Sasa hivi yako 400. Kwa hiyo unakuta kuna maendeleo makubwa ambayo yanaendelea. Watanzania wameona, wameelewa. Nimetoka Zanzibar,
limeonyesha Zanzibar bandari wanaojengewa. Yes, pia nirudi sasa huko. Anyway, tupandishe ila kwetu. Sawa. Kwa hiyo kwenye mambo ya your final statement waangalie kwanza kwenye issue Bongo Flava. Maendeleo wawe creative, watafute njia creative ya kuonesha maendeleo yao. Wasichafue wakalazimisha kitu ambacho watu wako tayari kukubali, ambayo ni sanaa kuchanganywa na siasa. Lakini kwenye Simba na Yanga hiyo mimi nabisha. Nilikuwepo Zanzibar, nimeingia, nimeona mpira mwanzo mwisho, it was amazing. Yanga tumeshinda pale. Alafu kitu ambacho nilikiobserve, Watanzania asili yetu sisi ni amani. Simba yani tumekaa, unaona jezi nyekundu kijani mchanganyiko. Hakuna ugomvi, hakuna vita, hakuna nini, watu wanashangilia, Yanga wamefunga wameshangilia, Simba wamekuwa wapole. Hiyo ndo asili ya Wabongo. Lakini hiyo ni kwa Zanzibar tu kiongozi. Mimi mbona nishaenda mara kadhaa hapa. Hapa ngoja kwa huwa inatokea. Kwa Mkapa huwa inatokea lakini kwa asilimia kubwa unaangalia asilimia. Kweli. Kitu kikitokea. Mfano unaweza ukasikia bana, katika AC 1000 tulizotengeneza ni 1% tu ndo mbovu zimeharibika. Lakini kwa hiyo huwezi ukasema kwamba kampuni hii ni mbaya. Kwa sababu katika 1% ya vitu 1000 ambayo ni AC 10 kati ya AC 1000 basi kampuni haifai. Uwezo ka generalize. Umeona? Kwa hiyo kwa ujumla watu wanaangalia, wanaenjoy. Unakuta mimi na wewe, wewe timu gani kwanza? Mimi Tanzania sina timu. Una timu. Sawa. Wewe umepiga kisiasa. Kwa hiyo unaweza kukuta mfano mzee wangu Azim Deuji, yeye Simba, mimi Yanga, ananipaga tiketi. Mwanangu nenda kaangalie, na tunaenda pamoja pale, tunaangalia mechi, tunatoka pale tunaongea fresh tu na maisha yanaendelea. Bwana, kwa hiyo hiyo ndo nature ya Watanzania. Kwa hiyo kule hakukuwa kuna chochote, imeenda fresh. Kwa hiyo nimalizie tu hiyo, watu wajiulize maswali. Na hii ni formula watu. Kwamba mtu aangalie kwamba yuko tayari kupindisha misingi ya kiungwana kiasi gani kwa sababu ya ajenda yake. Issue na Bitito, wale waliompost na kufurahia na kuambia watu waende wakamfollow na nini imewa expose vibaya mno how they are ndani yao na malengo yao. Yani wako tayari na kwambia akitokea shetani sasa hivi akawambia nakupeni mnachokitaka, niabuduni mimi au shirikiana na mimi, imeonyesha kwamba wako tayari hivi. Ubaya ubwela. Kwa sababu mtu kashajiita Mungu lakini mnampromote na mnampa imewa expose vibaya mno. Kwa hiyo watu tuangalie aina ya watu wa kuwafuata. Haya, hiyo nimemaliza. Ila kwa kuchombeza adui usimchagulie silaha. Sasa mimi nakubali, ila kwenye physics kuna kitu kinasema hivi, every action has an equal and opposite reaction. Sawa? Kila tendo kina tendo mkabala linaloendana nalo. Wewe kwenye boxing ukizidiwa, ukianza kupiga chini ya mkanda ambao unacheza mchezo mchafu, mwenzio akikupiga buti usimaindi. Na ndio hiyo kilitokea kati ya Evander Holyfield na Mike Tyson. Holyfield alikuwa anampiga sana vichwa Tyson. Yani alikuwa anacheza mchezo mchafu sana. Tyson akaona sio shida, akapita na sikio. Umeona? Kwa hiyo kucheza rafu pia kichezewa na usilalamike sana. Utakachokifanya jua kuna mkabala. Tukianza kutafutiana silaha mbovu na mimi nikichukua mbovu zilalamike. Kwa hiyo nyinyi mkianza kufanya hivi na upande wa pili wakianza kufanya hivyo, mwisho wa siku ndo tunazidi kushuka level. Na juzi mimi nilivyokuwa Tanga, na hii nawaambia tulienda nikaenda kwenye bandari, mkuu wa mkoa kule Batilda alitupokea vizuri, tukaonesha bandari ilivyokuwa. Tulikuwa mimi na Baikola, yeye akaenda sokoni akatembelea wadada. Kitu kingine nimejifunza maendeleo hayataki ujuaji. Tulivyokuwa Tanga, kuna soko ambalo linajengwa. Thamani yake serikali imewekeza 6.9B lijengwe. Wamewaomba wale waliokuwa kwenye ile soko wakawahamishia, ilikuwa ni kiwanja cha wazi. Watanga wamehama. Unajua sisi sangine unaambia bana ameni tunataka kufanya maendeleo, tunagoma ugomvi. Kwa hiyo wamehamia pale. Baikola akaenda kwa salimia, akawapa hapa mtaji nini fresh. Kuna mshikaji kwa naye akapita kwenye bodaboda akawatia kidogo, nikapita ndani. Sasa wakati tuko pale kumbe kulikuwa kuna mkutano wa kimkoa wa CCM. Mkuu sijui hata kisiasa wanahitaji. Mkoa wa kichama. Mwenyekiti Rajabu. Sijui ilimfikiaje. Akaona akapenda. Tukaitwa.
bana njoni hata muongee mawili matatu. Kwa tukaenda, ilikuwa ni mkutano wa CCM pale, wenzangu Baikola ni mwana CCM, akaongea nini, mimi nikamwambia jamani, mimi sio mwanachama, lakini tukaongea mawili matatu, ila nilichoambia msijishushe level ya chini. Yani si unaona mtu anashuka level ya kushirikiana na mtu ambaye anajiita Mungu, na wewe usishuke huko, utakiwi. Nikasema unajua Afrika vimebakia vyama 5 tu, no actually ni 6 ambavyo ndo vilivyokomboa nchi na bado viko madarakani. 6 tu, vingine vyote vimeondolewa. Na actually kuna pamphlet ya CIA ambayo ina lengo la kutoa hivyo vyama vyote visiwepo, viondoke vije vyama vipi. Kwa hiyo ni chama kongwe, act like a matured party. Unapokutana na mtoto usipigane naye kitotototo, yani act hivyo. Kwa hiyo kuna option mbili, hawa wamejishusha, wako tayari kushirikiana na mtu ambaye anafanya kufuru, kujiita Mungu. Je, na nyinyi mjishushe huko? Umeona? Kwa hiyo inategemea, yani kwa hiyo wasijishushe. Nadhani pia katika yote, mimi wito wangu siku zote ni kwamba kuwe na maridhiano. Haya ma conflict ya siku zote bana yanachosha kusali. I think kuna haja sasa tuamke bana, kesho bana Diamond kaachia ngoma, kesho Simba anacheza, yani tuchangamke bana. Na ukweli ni kwamba Watanzania washaichoka CCM, washaichoka Chadema, washaichoka sijui wasiti, hizi siasa za washachoka, wanataka maendeleo, wanataka maisha. Ndo hicho. Siku nafikiria nitoe makala ni address hiyo, lakini that's a point for another. Unachosema watu wamechoka, hebu ridhianeni, malizeni, sisi tuendelee na maisha yetu. Na hii mtu asije akaenda kakata jamani, maana pale umetaja vitu vingi, watu wamechoka fulani, wamechoka fulani. Isiye tu kama amechoka moja afu zingine ziondoe. Hayo umeiona mbele sana. Watu wanaweza shwa. Watu wameichoka hii tu. Bana, hivyo. Sma, ulikuwa Zanzibar bwana. Yes. Kwenye Kizimkazi na huko kwa dabi kachezwa pia, bahati nzuri experience ya dabi umeizungumzia hapa. Pakoje bwana? Naona mpaka na jezi umekuja nazo hapa bwana. Hii mpya. Kumbe sije. Hii bwana, kwanza nianze na hii. Mpya kabisa hii. Kuna mwana shabiki, mwana Fuse, mwana SNS. Mpya kabisa bwana. Hii mpya kabisa. Wow, Adidas. Ambaye anamfuatilia DJ Sma, lakini pia ni mshabiki wa Baikola. Sio mfano Baikola? Kwa hiyo ni mshabiki, tulienda naye Baikola. Siku hiyo tunatoka zetu, tunatembea. Gari kasimama pap. Akasema, Baikola, mimi shabiki wako sana. Mimi ndo nilikuwa Baikola alipost video akasema jamani, ana jezi moja ya Zanzibar. Kaitumia muda mrefu ameichoka. Akamwahidi jezi 5. Kwa hiyo bana, mimi ndo nilikuahidi zile jezi 5. Ukiwa na nafasi njoo. Mnaenda wapi? Tukamwambia tulikuwa tunaenda uwanja wa Amani kuchukua tiketi. Twendeni. Jamaa akatupeleka mpaka Amani. Umeona? Ila baada ya hapo pia tumezunguka mitaani. Kwa hiyo jamaa anadili na vitambaa. Yuko ZSSF parking. Kwa nyuma duka namba 4 ndo duka lake lipo, anaitwa Abdulaziz. Kwa hiyo kanipa hii zawadi ya Wazanzibari. Kumbe umepewa kabisa hii zawadi. Sio Wazanzibari wana love sana. Yani ukizunguka mtaani original kabisa hii Adidas. Bwana, Wazanzibari wana jezi aina nyingi. Nimeziona sio chini ya 40. Jezi aina nyingi sana. Tena kuna hiyo mpya jamani, mimi naitamani. Ina mlango hapa. Hiyo naitamani sana. Kama kuna Zanzibar, mimi sijaipata. Kama kuna mtu ambaye anaweza akawakilisha ambayo ina mlango wa Zanzibar. So hii nimepewa zawadi na Abdulaziz. Anauza vitambaa vizuri sana vya suti. Vikoi hivi ambavyo wanavaa Waislamu lakini wa Masai, na mashuka. Yuko nyuma ZSSF, duka namba 4. Kwa hiyo hii ndo nimepewa kutoka kule. Tumezungukia bandari. Hiyo waende wakaangalia kwenye YouTube channel yangu. Ile bandari inayojengwa, I say state of the art. Ni bandari moja amazing sana. Noma sana. Yani ni mradi ambao extraordinary. Yani utakuwa ni bandari ina mpaka sehemu ya kupaki ndege. Hizi ndege za kwenye maji. Ina mpaka sehemu ya kupaki marina. Bandari itakuwa kama, unaona Terminal 3 airport yetu hii, itakuwa kama hivi. Bandari wametengeneza mfumo ambao daladala zinaingia zinakushusha, unaondoka. Kwa hiyo sio lazima uje na taxi au nini, unashuka pale. Bandari ndani kuna bonge la hoteli humo ndani. Bandari la kisasa. Unajua kuna ile sehemu ambayo meli zinashushia mzigo. Wametengeneza katika mfumo ambayo maji yakishuka inashuka, maji yakipanda inapanda. Kwa sababu bandari ya sasa hivi maji yakicheza, kuna nyakati wanashindwa kushusha mzigo kwa sababu ya kina. Ile ni adaptive. Yani ni bandari fulani amazing ya kisasa. Yani
alafu wanaosimamia ile bandari ni wazalendo. Wamemchukua dogo diaspora ambaye alikuwa anafanya kazi UK. Ndo amekuja anasimamia hiyo project iko ZF Devco na watu wengine wengi. Kwa hiyo nimefurahi kwamba kuna diaspora ambao tunaona kila siku anachomeni haribuni nini, lakini kuna diaspora ambao wana uwezo wa kuisaidia nchi. Nimependa sana ile ni mradi ambao unasimamiwa na Wazanzibar. So I'm very proud kwamba wenyewe wameweza kusimamia na ni hela zao wenyewe, sio za kutoka mainland. Wameingia mkataba na baadhi ya wadau, wanatengeneza ina thamani ya dola milioni 300. Juzi niliteleza nikasema bilioni 3, ulimo una mifupa, ni ina thamani ya dola milioni 300. Ndani ya miaka 3 utakuwa tayari. Yes, utakuwa uko tayari. Kwa hiyo nimeliona Zanzibar sasa hivi sio Zanzibar. Zanzibar, Tanga. Kila unapoenda ni vumbi. Kwa sababu gani? Unaweza kuniambia kwa nini kuna vumbi? Ujenzi. Aiwa. Yes. Yaani nchi yetu sasa ukandarasi. Kila unapoenda kuna ujenzi ambayo inamaanisha kwamba kuna maendeleo yanaendelea. Na kule nimekuta mimi nishasema before, mimi sio mwanasiasa ila Wazanzibar Mungu amekujalieni kiongozi. Mkileta demokrasia yenu sio miaka 10 akae pembeni. Yule mpeni hata miaka 20. Mimi nakwambieni, mpeni hata miaka 20. Sema kwa Mwinyi umwambie kitu. No, mimi namkubali sana. Sasa nimegundua hiyo kitu na love sana kwake bwana. Kwa sababu kuna vitu amevifanya ambavyo nadhani havijafanywa kwa muda mrefu sana. Umeona? Na huku pia nilichofanya, unajua kuna kitu ambacho nimekipenda. Ukifuatilia tangia Nyerere, Mwinyi, Mkapa, JK, Magu, kila mmoja alikuwa anakuja na vipaumbele vyake. Vitu vyake. Kuna mwingine kilimo kwanza, kuna mwingine ilikuwa ukusanyaji kodi kwanza, Magufuli ilikuwa ni viwanda. Lakini kitu nilichopenda ni kwa hii awamu ya mama ni continuity. Kaendeleza miradi ambayo aliacha Magu. That's very important. Unajua kuna miradi mingi imekufa kwa sababu aliyekuwepo kiongozi wa kipindi hicho kaondoka, aliyeingia sio kipaumbele chake. Kwa hiyo mingi ilikuwa imekufa. Vingi alivyovianzisha Magu, iwe ni SGR, iwe nini, vitu vingi sana kaviendeleza. Vingine vimekamilika, vingine. Alafu kuna vingine kaongezea. Kwa ile continuity ile, pia it's something amazing. Nimeenda, kwa hiyo nimezunguka pale. Wazanzibari wana love kubwa sana, nimezunguka. Mimi sikuwa na lengo la kwenda Kizimkazi. Haikunipeleka hiyo. Nilitaka kwenda kuona maendeleo kule. Kumbe wewe uko tofauti kabisa na ile Kizimkazi. Sijahusika kabisa kule. Mimi najua umeenda kwenye Kizimkazi bwana. Mimi nimetoka Tanga. Nikaona bandari ya Tanga. Nikawa impressed. Na nimejiwekea nataka nizungukie miradi inayoendelea Tanzania. Yaani niko tayari, nataka nikusanye timu mwezi mzima nisikae Dar. Nizunguke huko kwenye ukajionee mambo. Ila sasa kuna kitu ambacho kimenivunja moyo. Kipi sema hicho? So tumeenda, tumepokelewa bandarini pale, tumeonyesha bandari. Nilienda Jumamosi, unajua. Acha hii wiki hii. Hii Jumamosi ile nilienda asubuhi nikarudi jioni. Kuna Mwanafuse, mimi nilikuwa nahitaji sana TV. Si unaiona hapa TV? Amejitolea. Blackstone. Kwa hiyo akajitolea, nikaenda kuifuata kule Zanzibar. Ndio kilichonipeleka nikarudi, lakini nilivyoenda nikakuta maendeleo. Kwa hiyo na Baikola tukasema twende kaoneshe uzalendo, miradi ambayo inaendelea. Kuna watu ambao wamechagua wao majukumu yao ni mapungufu na aibu, yani mambo, habari mbaya. Wao ndo haya. Kisikia sijui kuna nini wao ndo wanadili nayo. Mimi nimewaachia wao. Mimi nadili na vitu ambavyo ni positive. Vizuri. Yes. So sasa katika zunguka zetu na pita zetu tukasema hebu twende. Sisi tuko hapa. Kuna Kizimkazi inaendelea. So tukaenda pale, show ilikuwa nzuri, mazingira mazuri nini. Ila kitu ambacho realize na ndio maana hata imenivunja moyo na inanitafakarisha sana. Katika nchi yetu machawa wanathaminika sana. Tanzania. Yes. Yaani nimekuja kugundua chawa, na utaelewa kwa nini baadhi ya watu wameamua kuwa chawa. Inalipa ukiwa chawa Tanzania. Unathaminika. Ukiwa chawa. Yes. Yaani ukiwa intellectual, ukiwa smart, ukiwa mzalendo, thamani yako inakuwa on need basis. Ni pale unapohitajika, kwa sababu nimeenda pale, nimejionea jinsi mazingira yao yalivyoandaliwa na vitu nadhani mtu anajua, mtu mpaka unafika pale kuna logistics, kuna accommodations, kuna mambo mengi. Na wale sio kwamba wanaiwa. Sisi tumeenda Zanzibar kwa hela zetu za mfukoni. Tumeenda Tanga kwa hela zetu za mfukoni. Afu sijamalizia. Kwa hiyo tulivyokuwa kule
Tanga, si tulizunguka zile tukaitwa pale, tukatoa maneno mawili matatu ilikuwa kwenye kabla ya kuanza kikao kile cha CCM, mwenyekiti akatoa milioni hizi, yeye na mkuu wa mkoa, alafu kuna mbunge wa pale ambaye ndo mwenye Ratco ana kituo cha mafuta. Bana, tumependa mlichokifanya kuzunguka kule, kutoa mitaji, bodaboda nini, chukueni hiyo. Tukachukua, tukaambia jamani, tukaambia tulikuwa watatu, hii hela sio ya kwetu. Tukaenda tukakusanya bodaboda 80 zikaenda zikapigwa mafuta. Watu wakaongeza, yani ile hela tuliopewa mimi sijala hata shilingi moja, kenda kuwapa, yani imerudi kule kule. Watu wakasema kwamba bana, mmepewa ya kwenu mfukoni. Ni kwamba wamependa tulichokifanya kwenye jamii, wakasema tunakuongezeni nguvu. Hawakusema hii ya kwenu. Na nikaongea na wenzangu, tumeongezewa nguvu. Kwa hiyo tukaenda kawapa tena. Mtu yote ambaye yuko Tanga, kama kuna mtu anasikiliza, atakwambia kuna bodaboda zaidi ya 80 au 100 ziliitwa Ratco pale, zikaongezewa mafuta kwa mtaji wao. Ila Watanga pia ni watu wastaarabu. Kumbe Sma, sasa unapofika pale na maana aisho speed huyu hapa. Unagaa tu mafuta sasa. Mimi nina malengo makubwa sana. Tatizo ni uwezo. Na ubahati nzuri naongea na mtu ambaye ulikuja hapa, unapakumbuka palivyokuwa. Tuko na sweat sana jamani. Unakumbuka? Tunafanya interview jasho. Usinikumbushe Sma. Nimeteseka sana mimi. Kwa Tanga mambo yalikuwa mazuri sana. Alhamdulillah. Ni wapa watu mafuta watu waliongezewa ile pale, tukaongea nao mtaani, ni watu wastaarabu, waungwana, ilikuwa ni nzuri. Lakini pia ile recognition kwamba mimi nimezunguka ile nyanda ya juu kusini zaidi ya wiki 2. Tangaza utalii, tangaza vivutio, tangaza nini. Nimerudi kama nilivyorudi. Tanga sio hata recognition. Tanga for some reason taarifa zimefika kwa mkuu wa mkoa. Tena siku hiyo ilikuwa bandarini pale, vimeshushwa vyuma vya reli PC 17,400 ambazo zinaunganisha reli ya Tanga na Wami, ambayo itaunganika, itakuwa inaenda kupeleka mpaka Kigoma. Kwa hiyo mtu unaweza ukashusha mzigo wako wa transit Tanga ukafika mpaka nchi zile za Kongo na Zambia na kwingineko kote kule. Yes, yani kwa hiyo kuna mradi mkubwa sana unafanyika wa integration hiyo. Amezikuwa akatupokea pale vizuri mkuu wa ile nani, na mimi niliwaambia jamani, mimi sio mwanasiasa wala sina chama wala sina interest yote ya chama, ila walitupokea. Kwa hiyo inatia moyo. Kwa hiyo nilikuwa na tamani baada ya kuona mradi wa Tanga, baada ya kuona mradi wa Zanzibar, na hata ukipita kwenye comment section TikTok, Instagram, YouTube, Watanzania wamefurahi sana kuona kwamba kumbe kuna miradi mikubwa ambayo inafanyika. Watu walikuwa hawajui. Kwa hiyo nimetamani nani, lakini nimekuja kugundua kwamba wale ndo wenye priority. Wanasikiza sana. Wale ndo wanawezeshwa, wanapewa kipaumbele na vitu kama hivyo. Message yako kwa vipi kwenye hili? Vitu vingine, that is the reality. Kwa hiyo nimevunjika moyo. Na utakuwa cha itakuja kutokea. Ngoja nikwambie. Unajua mimi kitu gani ambacho kinaniongoza mimi? Mimi nimesoma dini miaka 5. Kuna hadithi ya Mtume SAW inasema hivi, yoyote atakayemnyenyekea mtu kwa sababu ya hela yake, imeenda nusu ya imani yake. Sitokuja katika maisha yangu mimi kuja kuwa chawa, wala sitokuja kuingia kwenye siasa. Mtume SAW anasema kwenye mafhumu al-hadith, mtu yoyote ambaye ataingia na kujinaji kutaka uongozi, Mwenyezi Mungu hatakuwa upande wake. Lakini yule ambaye watu watamchagua na kumpa nafasi kwa hiari yao au uteuzi, hiyo ni tofauti. Kwa hiyo kuna baadhi ya misingi mimi siwezi kumnyenyekea mtu kwa sababu ya hela. Bro, mimi mwaka wangu angapi? Mwaka zaidi ya 15. Sina kazi. Naishije sijui, riziki yangu inatoka wapi sijui. Mungu ananistiri. But you're still surviving. Yani kwa sababu imani yangu mimi kwa Mungu wangu is very powerful. Matukio niliyopitia mimi kwa Mungu wangu, kuna dua ambazo nikiziomba, kuna vitu mimi yani vitu vimenyoka. Vimenyoka. Kwa hiyo issue ya uchawa is not an option. Lakini kuna watu ambao kwao ina pay. Yes, so unaona priority ya baadhi hawa wanapewa priority. Nyinyi ambao mnaenda mnatangaza utalii, mnatangaza mabandari, mnatangaza nini, kwenu it's not a
priority, si tumeenda kule kwa gharama zetu na kujitolea. Kwa hiyo nilikuwa natamani nizunguke, lakini nadhani nitarudi sasa hivi, acha nipambane mimi na wanafuse wangu na nani mambo nadhani smart ulichokizungumza hapa, nadhani mamlaka ziangalie zione namna gani ambavyo, kwa sababu ninachokifanya ni kitu kizuri na uzuri, kama unavyo kuna baadhi ya viongozi ambao ni wasikivu, nadhani kwenye hilo ulichokizungumza wataangalia kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwawezesheni nyinyi kama nyinyi ambao mnakuwa mnazunguka mtaangaliwa smart, mtaangalia uzuri. Sasa hivi smart pia una nguvu, ukizungumza vitu vinaenda kwa, naamini pia hata kama ni engagement hiyo kitu sasa hivi uko nayo, kwa hiyo naiona hiyo smart watakucheki na kingine ni nini vita nani itatengeneza mazingira. Smart anasema hivi ili yapewe hivi. No, ndio hicho uzuri. Sasa umeanza zamani smart. Mimi nimewekeza kiasi kikubwa sana kwenye saikolojia, ndio maana ni mwepesi. Kwanza na talent binafsi, lakini ninasoma sana na uwezo wa ku read between the lines na kujua kitu gani. Ndio maana prediction nyingi sana za kwetu tukifanya unakuta kweli zinatokea. Lakini kwa kumalizia kidogo sasa smart, unajua kuna ndugu zangu hapa nisipogusia hata kwa uchache waza kanuna sana leo. Trump amezungumza kwamba baada ya muda mchache ile humusi ile pale itakuwa ni himaya ya Marekani. Sasa hiyo ni kauli ipi? Kwa sababu ashasema kwamba iko chini yao. Sasa ashasema sisi ndio tuna control state. Asante kutazama interview hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.